Karibu usikilize taarifa kuu za habari kutoka Kivu News Info. Mimi ni msomaji wako Leta Pepele. Na hivyo katika taarifa tulizoziandaa kwa siku ya leo ni kwamba Rais Felix Antoine Tshisekedi ameweza kuzindua mradi mkubwa wa maji ndani ya mji wa Kamina. Watu waliokimbia vita kutoka Kivu wameandamana huko Lubumbashi wakitaka msaada wa kibinadamu. Ajali mbaya ya barabarani mkoani Kwango ya ua watu 7. Pia tutakuletea habari za kisiasa kutoka Kinshasa na maendeleo ya hali ya usalama mashariki mwa nchi ya DRC. Usiondoke, hizi ni taarifa kuu ambazo tunakuletea kwa siku ya leo. Fuatana na Kivu News Info uweze kupata habari kamili kwa uhakika. Makundi ya raia waliokimbia vita kutoka miji ya Goma na Bukavu wameandamana mbele ya ofisa ya gavana wa mkoa wa Haut-Katanga mjini Lubumbashi, wakitaka msaada wa haraka wa kibinadamu pamoja na hatua madhubuti za kurejesha amani mashariki mwa DRC. Maandamano hayo yalifanyika Jumanne tarehe 28 Julai, ambapo wakimbizi hao wa ndani ya nchi walikusanyika kupitia umoja wao ili kueleza mateso wanayosema wanaendelea kuyapitia tangu walipokimbia mapigano katika mikoa ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa waandamanaji hao, maisha yao mjini Lubumbashi imekuwa nguvu sana hivi kwamba hali yao iko vibaya. Wanasema wengi wao hawana ajira, hawana kipato cha kudumu na wanaishi katika mazingira yasiyoridhisha baada ya kulazimika kuyaacha makazi yao kutokana na vita ya huko Kivu Kusini na Kaskazini. Wakiwa wamebeba mabango mbalimbali, walitoa ujumbe uliosisitiza kukomeshwa kwa mauaji dhidi ya raia mashariki mwa DRC, ambako mengine yalikuwa na maneno yanayotaka kusitishwa kwa mauaji, huku wengine kusisitiza kuwa wakimbizi hao wanahitaji msaada wa kibinadamu ili waweze kuendelea kuishi. Waandamanaji walieleza kuwa wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, dawa na huduma za afya. Kwa mujibu wa ushuhuda wao, familia nyingi zimekuwa zikitegemea misaada ya watu binafsi, ndugu au taasisi za kidini ili kupata mahitaji ya msingi ya kila siku. Baadhi yao walisema kuwa watoto wao hawaendi shule kutokana na ukosefu wa fedha na ada za vifaa vya masomo. Wengine walieleza kuwa hata kupata sehemu salama ya kuishi imekuwa changamoto kubwa, jambo linaloongoza mateso yao kila siku. Kwa mujibu wa wakilishi wa kundi hilo, hadi hivyo tayari wamesababisha vifo vya watu 4 waliokuwa wakimbizi kutoka ndani ya mji wa Lubumbashi. Wanadai kuwa vifo hivyo vilitokana na ukosefu wa huduma za afya pamoja na msaada wa kibinadamu wa kutosha. Waandamanaji hao walisema hawahitaji maisha ya kifahari, bali wanahitaji msaada wa msingi utakaowawezesha kuishi kwa heshima. Walieleza kuwa walikimbia vita ili kuokoa maisha yao na ya familia zao, lakini sasa wanajikuta wakikabiliwa na maisha ya umaskini mkubwa. Kupitia maandamano hayo walitoa wito kwa serikali ya mkoa wa Haut-Katanga
na serikali kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na mashirika ya kibinadamu kuingia kati ya harakati hizo ili kuweza kuwasaidia. Pia waliomba watu wenye mapenzi mema na taasisi mbalimbali za kijamii kuwasaidia kwa chakula, dawa, malezi na huduma nyingine muhimu ambazo wanasema bado hazijawafikia na zinakosekana kwenye sehemu yao. Mbali na kuomba msaada wa kibinadamu, wakimbizi hao walisisitiza kuwa suluhisho la kudumu ni kurejeshwa kwa amani katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kwa maoni yao, vita vinavyoendelea katika maeneo hiyo ndivyo chanzo kikuu cha mateso wanayoipitia maelfu ya wananchi waliolazimika kuyahama makazi yao. Walitoa pia wito kwa mamlaka za Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa kuongoza juhudi za kusitisha mapigano na kulinda raia wanaoendelea na kuathiriwa na migogoro ya silaha mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangu kuongezeka kwa mapigano katika mashariki mwa DRC, hasa yale yanayohusishwa na waasi wa M23 pamoja na makundi mengine yenye silaha, mji wa Lubumbashi umekuwa miongoni mwa maeneo yaliyopokea idadi kubwa ya wakimbizi ndani ya nchi. Familia nyingi kutoka Goma, Bukavu, Ruchuru, Masisi, Nyiragongo na Kalehe zimehamia Lubumbashi kwa matumaini ya kuanza maisha mapya katika mazingira salama. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, wengi wao wanaendelea kuishi katika hali ngumu kutokana na ukosefu wa mfumo wa kutosha na kuwahudumia. Wengi wametegemea msaada wa ndugu, makanisa, jamii ya kijamii na watu wenye mapenzi mema ili kuendelea kuishi. Changamoto za makazi, chakula, huduma za kiafya pamoja na elimu ya watoto zimeendelea kuwa miongoni mwa matatizo makubwa yanayowakabili wakimbizi hao. Maandamano yaliyofanyika mbele ya ofisi ya gavana wa Haut-Katanga yameonyesha kiwango cha wasiwasi na mateso ambayo wakimbizi hao wamesema wanaendelea kuyapata katika siku za hivi karibuni na za kila siku. Kupitia ujumbe wao, wanatumaini kuwa sauti yao itasikika na kwamba serikali pamoja na shirika wa kibinadamu watachukua hatua za haraka ili kuimarisha hali zao kuhusu juhudi za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ile ilikuwa ni habari kutokea hapo DRC ndani ya Lubumbashi. Watu 7 wamepoteza maisha katika ajali mbaya ya barabarani iliyotokea Jumanne tarehe 28 Julai kwenye barabara kuu ya taifa namba 1 na maarufu kama RN1 katika mkoa wa Kwango. Ajali hiyo ilitokea karibu kilomita 1 kutoka kijiji cha Mbangi kabla ya kufika katika sekta ya Bukanga Lonzo kwenye barabara inayounganisha mji wa Kinshasa na Kwilu. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilizokusanywa eneo la tukio, basi la usafiri wa abiria na kampuni ya Arche de Noé ilikuwa likitoka Kinshasa kuelekea Kwilu wakati ajali hiyo ilipotokea. Mashuhuda wanasema dereva wa basi alijaribu kukwepa mashimo makubwa mawili yaliyokuwa katikati ya barabara hilo. Wakati wa kufanya mzunguko huo wa ghafla, basi liligonga uso kwa uso na gari ndogo aina ya Toyota iliyokuwa likitoka upande wa pili wa barabara. Nguvu ya mgongano huo ilikuwa kubwa sana na kusababisha uharibifu mkubwa wa magari yote mawili, hasa gari ya aina ya Toyota ambayo iliharibiwa vibaya. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa
Watu wote waliokuwa ndani ya Toyota hilo walifariki dunia kutokana na majeraha makubwa yaliyosababishwa na ajali hiyo. Hata hivyo, idadi ya muda ya vifo imefikia watu 7, huku mamlaka zikisema uchunguzi unaendelea kubainiwa ikiwa kuna majeraha au wajeruhi wengine au taarifa mpya zitakazokabili idadi hiyo. Baada ya ajali, vikosi vya uokoaji pamoja na wananchi waliokuwa karibu na eneo hilo walifika kutoa msaada na kuondoa miili ya waliopoteza maisha. Miili ya marehemu imehamishwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Kenge ambako itahifadhiwa hadi itakapoweza kutambuliwa rasmi na familia zao pamoja na kukamilishwa kwa taratibu za mazishi. Ajali hii imeibua tena mjadala kuhusu hali ya barabara kuu ya taifa namba 1 ambayo ndiyo njia muhimu inayounganisha Kinshasa na mikoa kadhaa ya kusini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watumiaji wa barabara hiyo wamekuwa wakilazimika kwa muda mrefu uwepo wa mashimo makubwa pamoja na sehemu nyingine zilizoharibika, hali ambayo inaongoza katika ajali za karibuni. Madereva wengi wamesema mara nyingi hulazimika kubadili njia ghafla ili kukwepa mashimo, jambo ambalo linaweza kusababisha kugongana na magari yanayotoka upande wa pili, hasa katika maeneo yenye mwonekano mdogo. Wakaaji wa maeneo hayo yanayopitiwa na barabara hiyo pia wamekuwa wakitoa wito kwa serikali kuhakikisha ukarabati wa sehemu zilizoharibika ili kulinda maisha ya wasafiri na kupunguza ajali zinazotokea mara kwa mara. Wataalamu wa usalama barabarani wameeleza kuwa moja na ubavu wa miundombinu, ni muhimu wa dereva kuendelea kuzingatia sheria za usalama barabarani, kupunguza mwendo katika maeneo hatari na kuwa waangalifu wanapojaribu kukwepa vizuizi vilivyo barabarani. Hadi wakati taarifa hii imekuwa ikiandaliwa, mamlaka husika zilikuwa bado hazijatoa habari kamili na uchunguzi ulikuwa unaendelea kufanywa. Hivyo magazini ambayo itatoka wakati ujao itakuwa inazungumzia hali kihususa wakati tutaweza kuzipata. Wananchi wa mkoa wa Kwango pamoja na watumiaji wa barabara kuu ya taifa namba 1 wanaendelea kutoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao, huku wakitumaini kuwa hatua za haraka zitachukuliwa na kuboresha hali ya barabara hiyo na kuzuia ajali nyingine zinazoweza kutokea na kusababisha vifo na maafa kwa wote wanaotumia njia hiyo. Asante sana kuweza kufuatilia habari hiyo kutokea huko ndani ya njia ya kuelekea Kwango kurudi ndani ya mji mkuu wa Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amewasili Jumatano tarehe 29 Julai katika mji wa Kamina, makao makuu ya mkoa wa Holomami, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi katika eneo la Grand Katanga. Rais Tshisekedi alipokelewa na idadi kubwa ya wananchi pamoja na viongozi wa serikali ya mkoa waliojitokeza kumpokea mara baada ya kuwasili. Ziara hiyo inalenga kufuatilia maendeleo ya miradi mbalimbali ya maendeleo pamoja na kuzindua miundombinu inayotajwa kuwa ya muhimu kwa maisha ya wananchi wa eneo hilo. Pamoja na shughuli kuu katika ziara hiyo ni uzinduzi wa kiwanda cha kukusanya na kusafisha maji cha Lovoi. Kiwanda hicho kipo umbali wa takriban kilomita 10 kutoka katikati ya mji wa Kamina.
Kwa mujibu wa mamlaka za serikali, mradi huo umejengwa kupitia ushirikiano wa mikataba kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya China unaojulikana kama mikataba ya Sino-Congolese. Kiwanda hicho kina uwezo wa kuzalisha takriban mita za ujazo 7,000 za maji safi kila siku. Serikali inaeleza kuwa uwezo huo utawasaidia kuboresha upatikanaji wa maji ya kunywa na maelfu ya wakaaji wa Kamina na maeneo yanayozunguka mji huo. Mbali na kuwahudumia wananchi wa Kamina Centre, mradi huo pia unatarajia kusambaza maji katika kambi kubwa ya jeshi la Kamina ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikikabiliwa na matatizo ya upatikanaji wa maji. Kwa mujibu wa taarifa za serikali, kambi hiyo ilianza kukumbwa na uhaba wa maji tangu kusimamishwa kwa shughuli za kampuni ya Sadelmi zaidi ya miaka 50 iliyopita. Tangu wakati huo, wanajeshi pamoja na familia zao wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya kupata maji ya kutosha kwa matumizi ya kila siku. Serikali inaamini kuwa uzinduzi wa kiwanda hicho utachangia kuboresha hali ya maisha ya wananchi na pia kuimarisha mazingira ya kazi kwa vikosi vya ulinzi vilivyopo katika moja ya kambi muhimu zaidi za kijeshi ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbali na uzinduzi wa mradi wa maji, ratiba ya Rais Tshisekedi pia inajumuisha mikutano ya viongozi wa kisiasa na watawala wote wa mkoa wa Holomami. Katika ziara hiyo, rais anawatarajia kufanya mazungumzo kuhusu maendeleo ya mkoa, changamoto zinazowakabili wananchi pamoja na miradi mingine yanayoweza kuharakisha maendeleo ya jamii ya kiuchumi. Wakati huo, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anatarajia kukutana na kamanda wa kambi ya jeshi ya Kamina ambayo imechukuliwa kuwa moja ya miundombinu muhimu katika mfumo wa ulinzi wa taifa. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kujadili suala yanayohusu utendaji wa kambi hiyo pamoja na mahitaji yake katika kutekeleza jukumu la kulinda usalama wa nchi. Baada ya kumaliza shughuli zake mjini Kamina, Rais Tshisekedi ataendelea na ziara yake katika kituo cha kilimo na ufugaji cha Nyamakassese kilichopo katika wilaya ya Kanyama. Katika kituo hicho anatarajia kujionea maendeleo ya miradi ya kilimo na ufugaji inayotekelezwa na serikali kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa chakula, kuimarisha ufugaji na kuchochea maendeleo ya uchumi wa eneo na vijiji hivyo. Serikali inaeleza kuwa miradi hiyo ni sehemu ya mkakati wa kupunguza utengenezaji wa bidhaa kutoka nje ya nchi, kuongeza pia ajira kwa vijana na kuimarisha usalama wa chakula nchini DRC. Ziara ya rais kutoka mkoa wa Holomami ni sehemu ya mpango wake wa kutembelea maeneo mbalimbali ya nchi ili kufuatilia utekelezaji wa miradi na maendeleo ya eneo hizo. Kusikiliza changamoto za wananchi pia ni sehemu ya mradi wake na kuhakikisha kuwa miradi hiyo inafadhiliwa na serikali inawafaidisha wananchi kama alivyopanga. Hizo ni kati ya miradi ambazo zilimsukuma rais huyo kutoka nyumbani kwake Kinshasa na kuweza kutembelea vijiji jirani. Wananchi wa Kamina na maeneo jirani wana matumaini kuwa miradi iliyozinduliwa pamoja na ile inayotarajiwa kutekelezwa katika siku za hivi karibuni itachangia kuboresha huduma za msingi, hususan
upatikanaji wa maji safi, maendeleo ya kilimo na kuimarisha ustawi wa jamii katika mkoa wa Holomami. Hizo zilikuwa ni habari ambazo tulikuwa tunakuandalia katika mchana wa siku ya leo. Hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa kuu za habari za leo kutoka Kivu News Info. Asante kwa kuwa nasi. Endelea kutufuatilia kupitia majukwaa yetu mbalimbali ili kupata habari za uhakika kwa wakati na kwa kina kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utaweza kupata habari hizo. Afrika na dunia nzima kwa ujumla inazidi kufuatiliana na Pepele News ili kupata habari. Ni vyema ikiwa utaweza kujiunga nasi ili uweze pia kupata habari hizo pamoja na familia na ndugu na jirani. Mimi ni msomaji wako Leta Pepele kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info. Tunakutakia siku njema na Mungu akubariki. Kwa heri ndugu yangu mpendwa.